Kama ndio kwanza unatembelea channel hii, tafadhali bonyeza kitufe chekundu kilichoandikwa neno subscribe ili uwe mwana familia Yesu. Leo ni na kualika kutazama story kutokea Baraza la Wawakilishi nje kidogo ya jiji la Zanzibar kule maeneo ya Mkokwani, ambapo rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, hii leo amepata nafasi ya kulihutubia Baraza la Wawakilishi kwa mara ya mwisho. Kama ilivyo taratibu wa kawaida, rais hupata nafasi ya kuhutubia baraza wakati wa kulifungua na hatimaye wakati wa kulifunga. Hii leo rais wa Zanzibar kuna mambo mengi ambayo alipata nafasi ya kuzungumza, lakini mimi nimekusogezea mambo machache tu uone kazi kubwa ya rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi alizifanya katika kipindi cha miaka mitano. Hii ndio inamaanisha yale ambayo yanazungumza wananchi walio wengi hapa Zanzibar, yani Unguja pamoja na Pemba, kwamba kwa nini Dr. Hussein Ali Mwinyi anafaa kuendelea kuwa rais katika kipindi cha miaka mingine mitano. Kama vijana mjini wenyewe wanasema kwamba walimpa kazi na hatimaye hii leo amedhihirisha kwamba ameifanya kazi, na naamini Wazanzibari sasa watajiandaa kwa ajili ya kuweza kumpa kazi nyingine 2025 2030. Hapa tutaangazia katika maeneo machache tu aliyozungumzia, ikiwemo swala la budget ya nchi, namna ambavyo ilivyokuwa kutoka trilioni 1 hadi 5. Hali kadhalika namna ambavyo alivyotengeneza mazingira mazuri ya uwekezaji na hali jinsi ambavyo ilivyo na taifa litakavyokwenda kunufaika sambamba na masuala ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Niliahidi kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa katiba yenye viongozi na watendaji watakaoteuliwa kutokana na uwezo wao kitaaluma, uwajibikaji na uaminifu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kutekeleza dhamira yangu hiyo kama nilivyokusudia. Malengo ya serikali ya awamu ya 8 ya kuwaunganisha wananchi kwa wamoja ili kuleta amani na mshikamano, kukuza uchumi, kuimarisha huduma za jamii na kuleta ustawi wa wananchi wa Zanzibar kwa kipindi cha miaka mitano inayomalizika yamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kama nitakavyoeleza katika muhtasari nitakao utoa. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, uchumi wa Zanzibar umeimarika kwa kiasi cha kuridhisha, ambapo hadi kufikia mwaka 2024 umekuwa kwa kasi ya 7.1%. Pato la taifa kwa bei ya soko nalo limeongezeka kufikia thamani ya shilingi trilioni 6.57 mwaka 2024 kutoka trilioni 4.7 mwaka wa 2021, sawa na ongezeko la 63%. Pato la wananchi limeongezeka kwa kufikia shilingi milioni 3.22 mwaka 2024, sawa na dola za Kimarekani 1395 kutoka shilingi milioni 2.52 mwaka 2020, sawa na dola za Kimarekani 1099. Kadhalika, ukusanyaji wa mapato ya serikali umeongezeka kutoka shilingi bilioni 856 mwaka 2020-21 hadi kufikia trilioni 2.104 mwaka 2024. Hili ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 1.248. Mheshimiwa Spika, hali ya mfumuko wa bei imekuwa ya kupanda na kushuka kutokana na kuongezeka kwa bei za bidhaa na huduma katika soko la dunia. Kwa Zanzibar, kasi ya mfumuko wa bei ilipungua hadi 5% mwaka 2024. Tumeweza kudhibiti hali ya mfumuko wa bei na kubaki katika tarakimu moja. Kwa lengo la kufanikisha utekelezaji mzuri wa mipango ya serikali, bajeti ya serikali imeongezeka kufikia shilingi trilioni 5.1 kwa mwaka wa 2024-25 kutoka trilioni 1.5 kwa mwaka wa 2020-21. Hii ni sawa na ukuaji wa 228%.
Aidha, bajeti ya maendeleo imeongezeka kutoka shilingi bilioni 609.9 mwaka 2020-2021 na kufikia shilingi trilioni 3.2 kwa mwaka wa 2024-2025. Hii ni sawa na ongezeko la asilimia 436.3. Aidha, kwa lengo la kuhakikisha tunakuwa na fedha za kutosha katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, serikali imeanzisha mpango wa hati fungani, yani sukuk, inayofuata misingi ya sheria. Katika awamu ya kwanza ya mpango huu, serikali imeweza kukusanya asilimia 128 ya lengo la makusanyo ya shilingi bilioni 300. Kwa mara nyingine nitoe shukrani kwa wale wote waliojitokeza kuwekeza katika mpango huu muhimu wa sukuk kwa maendeleo ya Zanzibar. Mheshimiwa Spika, mafanikio makubwa yamepatikana katika jitihada zetu za kuvutia wawekezaji. Kasi ya uwekezaji nchini imeongezeka, ambapo hadi kufikia mwezi Juni 2025 jumla ya miradi 485 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 6.2 imesajiliwa na Mamlaka ya Vitega Uchumi Zanzibar ZIPA, inayotarajiwa kuzalisha ajira zaidi ya 25,470. Miradi hiyo inahusisha uwekezaji katika sekta ya hoteli zenye jumla ya miradi 187, biashara ya majengo miradi 112, viwanda miradi 48, kilimo miradi 27, michezo miradi 28 na sekta nyinginezo miradi 83. Kwa lengo la kuimarisha uwekezaji katika sekta ya utalii, serikali imeruhusu uwekezaji katika visiwa vidogo vidogo. Hadi sasa ZIPA imesajili miradi ya uwekezaji katika visiwa 17 ambapo jumla ya dola za Kimarekani 377.5 milioni zinatarajiwa kuwekezwa. Aidha, serikali imechukua hatua ya kuvutia wawekezaji na kutangaza fursa zilizopo katika maeneo ya bandari jumuishi ya Mangapwani, ambapo ujenzi wa miundombinu ya barabara, maji na umeme kwa ajili ya maeneo ya uwekezaji unaendelea. Mheshimiwa Spika, kwa lengo la kuleta mapinduzi ya kiuchumi, serikali imechukua hatua ya kuwawezesha wananchi kiuchumi ili kupambana na umaskini. Hadi kufikia mwezi Mei 2025, jumla ya mikopo 5,366 yenye thamani ya shilingi bilioni 39.4 imetolewa na Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi kwa wananchi 25,701, wakiwemo wananchi 1,560 na wa makundi maalum. Mikopo hiyo imetolewa kwa sekta mbalimbali zikiwemo biashara, kazi za mikono, ujenzi, kilimo na ufugaji. Kati ya wanufaika wa mikopo hiyo, asilimia 40 ni vijana. Aidha, serikali imetoa shilingi bilioni 60 kwa ajili ya kuwanufaisha wajasiriamali. Mheshimiwa Spika, katika kuwapatia mazingira bora ya kufanyia shughuli zao wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo, serikali imekamilisha ujenzi wa masoko makubwa ya Mwanakurekwe na Jumbi ambayo yameanza kazi. Pia ujenzi wa soko la Chuini umekamilika na linatarajiwa kufunguliwa hivi karibuni. Kukamilika kwa masoko hayo kumewezesha zaidi ya wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo 7,000 kufanya shughuli zao katika mazingira mazuri na ya kudumu. Aidha, serikali imejenga masoko madogo 11 katika mikoa na wilaya zote Unguja na Pemba, ambayo yameanza kutumika kwa madhumuni ya kuimarisha mazingira ya biashara ili kuepuka kufanya biashara katika maeneo yasiyo rasmi. Pia ujenzi wa soko la Mombasa nao unaendelea.
Sambamba na hilo, jumla ya vituo 14 vya wajasiriamali vimejengwa katika wilaya zote 11 za Zanzibar. Jitihada hizi za serikali zimepelekea kuongezeka kwa mapato yanayokusanywa na serikali za mitaa kutoka shilingi bilioni 15.2 mwaka 2020-2021 na kufikia shilingi bilioni 20.96 mwaka 2025-2026, sawa na ongezeko la asilimia 32. Mheshimiwa Spika, jitihada za kuvutia uwekezaji katika viwanda nchini zimepata mafanikio. Miundombinu ya barabara na huduma za maji safi na salama katika eneo lililotengwa kwa viwanda la Dunga Zuze limeimarishwa, ambapo ujenzi wa barabara za kwa kiwango cha lami zenye urefu wa kilomita 7.83 umefikia asilimia 98. Ujenzi wa miundombinu ya maji pamoja na usambazaji wa mabomba umekamilika kwa asilimia 100. Serikali inaendeleza jitihada za kuvutia uwekezaji katika eneo hilo, ambapo nyaraka za ukodishaji wa ardhi zimetolewa kwa wawekezaji 12. Miongoni mwa wawekezaji hao tayari wameanza ujenzi wa miradi ya viwanda, ikiwemo kiwanda cha kuzalisha dawa za magonjwa ya binadamu, kiwanda cha kuzalisha bidhaa mbalimbali za plastiki, kiwanda cha nguo, usindikaji wa mazao, uzalishaji wa nondo, waya na vifaa vya umeme na maabara za taasisi ya viwango Zanzibar. Aidha, katika kuimarisha shughuli za uendeshaji wa viwanda katika eneo la Dunga, serikali imepata mwekezaji atakayezalisha umeme megawati 50 unaotokana na nishati safi ya jua, ambao utatumika katika eneo la viwanda la Dunga na wa ziada utaingizwa katika gridi ya taifa. Kukamilika kwa miradi hiyo kutaimarisha mchango wa sekta ya viwanda katika pato la taifa kutoka asilimia 20.8 ya sasa na kufikia asilimia 25 mwaka 2030, pamoja na kuchangia upatikanaji wa ajira, kupunguza uagizaji bidhaa kutoka nje na kuchochea kuimarika biashara nchini. Katika kipindi hiki cha miaka mitano, jumla ya viwanda vipya 24 vimeanzishwa, vikiwemo viwanda vya vipodozi, samani, vyakula, maji, vifungashio, vifaa vya ujenzi na umeme, pamoja na kiwanda cha nguo. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hiki cha mwanzo cha serikali ya awamu ya 8, mafanikio yamepatikana katika sekta kuu ya uchumi wa bluu ambazo ni utalii, uvuvi na ufugaji wa mazao ya baharini, ukulima wa mwani, bandari, biashara zinazohusiana na usafiri wa majini na mafuta na gesi asilia. Sekta ya utalii ilipewa mazingatio zaidi katika uchumi wa bluu kutokana na mchango wake katika kutupatia fedha za kigeni na ajira. Mafanikio makubwa yamepatikana katika sekta hii kwa kuongezeka kwa idadi ya watalii na kuimarika kwa sekta ya huduma hapa nchini. Idadi ya watalii walioingia nchini imeongezeka kutoka watalii 394,185 mwaka 2021 hadi watalii 736,755 kufikia mwaka 2024. Idadi hiyo ni sawa na ongezeko la asilimia 86.9. Mchango wa sekta ya utalii katika pato la taifa umefikia asilimia 30 kwa mwaka wa 2024. Idadi ya meli za kitalii zilizotembelea Zanzibar zimeongezeka kutoka 6 mwaka 2018 hadi 20 mwaka 2025, sambamba na kuongezeka kwa hoteli za daraja la juu kutoka 36 mwaka 2023 hadi kufikia hoteli 79 mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, katika utekelezaji wa sera ya uchumi wa bluu, serikali imefanya jitihada kubwa katika kuimarisha sekta ya uvuvi na ukulima wa mazao ya baharini ili kuongeza tija katika shughuli hizi na kuchangia ukuaji wa uchumi. Serikali imewapatia wananchi mbinu bora za kutekeleza shughuli zao
vifaa vya kufanyia kazi pamoja na ujenzi wa madiko na masoko ya kuuzia samaki ili wawe na mazingira mazuri ya kufanyia kazi. Jumla ya boti 1027 za uvuvi na kilimo cha mwani zimetolewa na kuwanufaisha wananchi 32,000. Kati yao 70% ni vijana na 90% ya boti za na 90% ya boti za ukulima wa mwani wanufaika wake ni wanawake. Katika kuimarisha miundombinu ya uvuvi, serikali imekamilisha ujenzi wa diko la samaki la kisasa la Malindi ambalo limeanza kutumika likihudumia wastani wa watu 10,000 na boti za uvuvi 350 kwa siku. Aidha, ukarabati wa madiko na masoko mengine ya samaki ya Nungwi, Unguja na Tumbe, Pemba umekamilika. Pia serikali imekamilisha ujenzi wa kiwanda cha kuongezea thamani dagaa awamu ya pili katika eneo la Kama, Unguja. Vile vile ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza chakula cha samaki katika eneo hilo unaendelea. Kwa lengo la kuchochea uzalishaji wa mazao ya bahari, kituo cha kutotolea vifaranga vya samaki kaa na matango bahari cha Betrasi, Unguja kimeimarishwa ambapo jumla ya vifaranga 1,500,000 vya majongoo bahari vimezalishwa na kupewa wananchi. Jitihada za serikali zimechochea kuongezeka kwa uzalishaji wa samaki wanaovuliwa kwa 107.2 kutoka tani 38,107 mwaka 2020 hadi kufikia zenye thamani ya shilingi bilioni 205 hadi kufikia tani 78,943 mwaka 2024 zenye thamani ya shilingi bilioni 818. Lengo la serikali ni kuwasaidia wavuvi ili kuwajengea uwezo wa kufanya shughuli zao kwa tija, ikiwemo kuwapatia vifaa, mikopo na utaalamu ili wavue kisasa na kufika bahari kuu, pamoja na kuwajengea miundombinu bora ya shughuli za uvuvi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa kilimo cha mwani, jitihada zilizofanywa za kuimarisha ukulima huo na kuwapa vifaa, taaluma na kuwajengea mazingira bora wakulima wa mwani zimepata mafanikio. Ujenzi wa kiwanda cha kusarifu mwani cha Manangwe, Pemba umekamilika. Mafanikio yamepatikana ya kuimarisha kilimo cha mwani ambapo uzalishaji wa zao hilo umeongezeka kwa 124.6 kutoka tani 8,785 zenye thamani ya shilingi bilioni 5.39 mwaka 2020 na kufikia tani 19,716 zenye thamani ya shilingi bilioni 16.14 mwaka wa 2024, sawa na ongezeko la 124.6.